You are watching to BW Media. Stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Uhari gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Nipende kukaribisha tena katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia. Na leo nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji, tunaendelea na robo yetu ya pili, tukiwa ndio kwanza tuko somo la pili juma hili, na tutakuwa na kichwa kizuri sana kinachosema msingi wa mwanzo. Hili ndilo somo letu tutakuwa tunatembea nalo, na nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani leo studio wakituchambulia kwa undani kabisa kuhusiana na mada hii. Karibu pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kubarikiwa na masomo haya. Leo studio nitakuwa na wachambuzi wangu, nitakuwa na Pastor Pondul, lakini pia nitakuwa na ndugu Mgisha Edwin, lakini nitakuwa na Dr. Martin Maduhu. Hao wote watatuchambulia kwa uzuri kabisa mada ya juma hili ili kuona ni vitu gani hasa ambavyo tunapaswa kuvizingatia na kuvielewa kama wasafiri wa kwenda mbinguni. Na kabla tujaanza kipindi chetu mpenzi mtazamaji, nikupitishe katika fungu la kukariri tutakalokuwa nalo juma hili. Linatoka katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza na ule 29. Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29 linasema, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hili ndilo fungu tutakayokuwa tunatembea nalo katika somo letu hili la msingi. Tumeona kwa uzuri mwana kondoo na tusichukulie kirahisi. Na kabla tujaanza kipindi chetu hiki kizuri, tuweze kufumba macho tupate kuomba. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu unayeketi mahali pa juu mbinguni kwa fursa nyingine ambayo umeweza kutupatia wana na binti zako tuweze kufika mahali hapa na kuchambua neno lako takatifu. Tupatie hekima, Roho yako Mtakatifu akazidi kwa pamoja nasi. Lakini mbariki pia mtazamaji anayefuatilia matangazo haya moja kwa moja. Mungu wetu endelea kumtia Roho mwema, akaendelee kumuongoza na kumbariki katika maisha yake. Tunapoanza kipindi hiki sasa, kuwa pamoja nasi. Uwepo wako ukashuke mahali hapa, tukalisifu na kutukuza jina lako. Tunaomba kwa imani tukiamini utakuwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Amen. Na kwa ombi hilo sasa tunaenda moja kwa moja katika mwongozo wetu huu. Na nimefurahi sana kuwaona tena siku ya leo. Karibuni sana. Mimi furaha yangu nikiwaona mkiwa na nyuso zinazotabasamu namna hii. Amen. Leo Pastor tuna somo zuri kabisa, msingi wa mwanzo. Ili neno ukija kuliangalia linaweza kuwa na maana zaidi ya moja kwa mtu anayefuatilia Kiswahili. Karibu tupitishe katika utangulizi ukiangalia na ile picha pale, lugha ya picha pamoja na maelezo ya utangulizi. Karibu. Msingi wa mwanzo hapa mwandishi anataka kutuongoza kuelewa kwamba katika usomaji wa maandiko matakatifu huwa kuna msingi wa mwanzo au wa utangulizi uliotangulia. Kwa lugha nyingine ni kwamba, ndugu mtazamaji, Biblia ina sehemu kubwa mbili, kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa mwanzo wetu wa kuelewa maandiko ni vitabu vilivyotangulia. Kwa maana ya vitabu vya Agano la Kale na hasa kitabu cha Mwanzo. Na hapo ndipo mizizi yetu ya uelewa inaweza ikatuongoza kuelewa Biblia yote. Kwa hiyo sasa katika msingi huo wa mwanzo, hasa kitabu cha Mwanzo,
tunaweza tukaona vielelezo vingi ambavyo vinamulika moja kwa moja uelewa wetu kuvielewa vitabu vya Agano Jipya, kwa mfano kitabu cha Ufunuo na vitabu vingine. Kwa mfano kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 kinazungumzia habari ya nyoka. Nyoka alikuwa mwerevu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kinazungumzia habari ya nyoka aitwaye Ibilisi na Shetani, akatupwa udanganye ulimwengu wote. Naweza ukaona. Kwa hiyo ukishaelewa nyoka wa Mwanzo 3, utaelewa pia nyoka wa Ufunuo sura ile ya 12 na vielelezo vingine. Kwa hiyo sasa kingine ambacho katika msingi huu wa mwanzo ni kwamba tutaelewa sasa katika maada hii ni dhana zipi za msingi ambazo zinaweza zikawa ni mwongozo mzuri wa kutufanya tuelewe Biblia yote unapojifunza. Katika kwa mfano kwenye picha hii inaonyesha kuna kondoo, lakini pia kuna nyoka kama nilivyosema. Kondoo yule anaonyesha, kuna kisa cha sura ya 22 cha Mwanzo pale Ibrahimu alipomchukua mwanae kumpeleka katika mlima Moria kwa ajili ya kumtoa kuwa sadaka. Lakini wakiwa njiani kijana wake anamuuliza, baba, yuko wapi mwana kondoo? Baba anamwambia kwamba Bwana atajipatia mwana kondoo. Na kweli wakati amemlaza juu ya madhabahu aliyoitengeneza juu ya kuni zile, ameshikilia, amemfunga kijana na ameshika kisu chake, anataka sasa amchinje. Ndipo sasa Bwana anamshika mkono wake, anamwambia, tazama mwana kondoo yule pale. Sasa Yohana anakuja kuandika kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 29 kwamba Yohana anapokutana na wale ndugu zake anawaambia, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo unaona connection au muunganiko wa maandiko ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na ndiyo maana sasa utagundua ya kwamba maandiko huwezi ukayasoma ukashindwa kuelewa. Utaelewa tu. Wewe ruhusu Biblia ijitafasiri yenyewe, mruhusu Roho wa Mungu akuongoze. Baada ya kusema hayo niseme tu ya kwamba zipo dhana nyingi ambazo zinatuongoza kuelewa maandiko. Kwa hiyo tutachagua tu chache ili kuelezea jambo muhimu zaidi, kwamba kuelewa msingi wa maandiko katika Agano la Kale na Agano Jipya, yote hivi vinashabihiana. Nashukuru sana. Asante Pastor kwa ufafanuzi huo na utangulizi huo mzuri. Ndugu Mgisha, tunaposoma maandiko tunaona kila sehemu kuna jambo linalotajwa kwa mara ya kwanza. Na hili jambo linalotajwa kwa mara ya kwanza katika Biblia humaanisha nini zaidi? Karibu. Asante. Tunajifunza kuhusu ile kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Kwa wale ambao tumefanikiwa kwenda kusoma taaluma yoyote, kabla haujaanza kusoma lazima huwa unapewa muhtasari wa kile ambacho utakwenda kukisoma katika taaluma hiyo, na kile ambacho utaendelea kusoma miezi inayofuata utakuwa tu unajazia katika vile ambavyo uliviona mwanzoni. Kwa hiyo hata katika Biblia Mungu ametoa kozi kama hiyo ambayo ameitoa katika kitabu cha Mwanzo, kwamba ukikielewa kitabu cha Mwanzo unapata mwanga wa kuelewa yale yanayofuata. Kuna mada ambazo ni za muhimu ambazo zimegusiwa katika Mwanzo, ambazo kadri kurasa za Biblia zinavyozidi kusogea ndivyo zinazidi kueleza sana zile mada zilizoko nyuma, kama tutakavyokuja kuona. Kwa hiyo kwa yule ambaye anakwenda kusoma Biblia kule mbele kabla hajasoma kitabu cha Mwanzo, kuna vitu atakuwa anavikosa. Lakini kitu ambacho mwandishi amependa tukisisitizie ni kwamba maana halisi ya kitu katika Biblia, msingi wake umejengwa katika kutajwa kwake kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo pale kilipotajwa kwa mara ya kwanza ndipo msingi uliwekwa. Kwa mfano, kama uliwahi kusoma hesabu, utajua ya kwamba kabla haujaenda kusoma mambo magumu kuhusu hesabu, huwa tunaanzaga na ile tunaita operation in mathematics, ile kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha.
kwamba ukiweza kuelewa yale, haya yanayofuata hayatakuwa magumu kwako. Kwa hiyo kila mara utakapokuwa unaongeza, itakuwa inakuongezea kazi ya kutumia yale uliyokuwa nayo nyuma kuendelea. Kwa hiyo msingi halisi wa vitu uliwekwa mwanzoni katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo tunaona kwa mfano alipotaja nyoka katika Mwanzo, ile maana yake ndiyo msingi. Kwa hiyo kila utakapopiga hatua kwenda mbele, utagundua ya kwamba kilichoongezeka ni uelewa juu ya nyoka, lakini msingi wa uelewa wa nyoka upo mwanzoni. Alipotaja upendo, upendo umetajwa mara ya kwanza katika Mwanzo. Kwa hiyo ukiendelea kusoma Biblia mbele, utagundua ya kwamba kinachoongezewa ni maana ya upendo, lakini msingi halisi wa upendo upo katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo kitu ambacho napenda kusisitiza katika hii kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza, tusipende kuchukua Biblia tukaliona fungu lipo katika kitabu fulani, tukalichukua tukalihusianisha na maisha yetu. Kwa mfano, kuna watu ambao leo wakiona helikopta zinaruka wanaamini ndio ule unabii wa mambo kama hayo, kwamba wanachukua unabii wa Biblia, wanalichukua fungu wanaliingiza duniani kuangalia kwamba hili fungu linafanana nini duniani, lakini hiyo sio kanuni ya Biblia. Kanuni ya Biblia ni kwamba unapoliona lile, rudi kwanza kuangalia lilitajwa wapi mara ya kwanza. Ukielewa maana ya kwanza, basi utakapoendelea kusoma utazidi kuona. Jambo la pili ni hivi, usione kwamba ukweli wa Biblia kwamba umewahi kusikia, kwa hiyo hata ukizungumzwa tena hauna uoni. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo moja umewahi kukisoma mara nyingi. Kwa hiyo utakwambia soma, utasema sana soma nini wakati nafahamu? Hapana. Kadri utakapozidi kusoma ndivyo utazidi kuongeza upeo wa uelewa wa kila mtu alisoma katika kitabu cha Mwanzo. Asante. Asante sana ndugu Mgisha, umeelezea kwa uzuri kabisa habari hiyo ya kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Na tunapoendelea sasa, Dokta, Naam. Tumeshaelewa habari ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Sasa tunapokuja kuona katika kitabu cha Mwanzo sura 22 na ule mstari wa 2, ndio kwa mara ya kwanza upendo wa Mungu. Mwanzo 3 ile kuanzia 18-19 kuanzia utarudi mavumbini maana. Naam, asante sana. Katika kitabu cha Mwanzo sura 22, lakini roho ni hewa, pumzi ambayo inasambaratika. Na kwa hiyo ukisoma ile Yohana 5 mstari ule wa 28, Yesu anasema waliolala kwenye haki toe mwanao awe kama dhabihu. Ibrahim hakusita, aliweza kufanya vile. Sasa upendo ule wa kujitoa, wa kumtoa mwanae, unafananishwa na upendo ambao Mungu mwenyewe alikuwa tayari kumtoa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mwanzo 22 fungu la 2 ambalo linasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja hapo nitakao kuambia. Katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Isaka alikuwa ni mwana wa pekee wa Ibrahim. Ibrahim alikuwa tayari kumtoa mwanae kwa ajili tu ya upendo kwa Mungu wake. Mungu kwetu sisi wanadamu kwa upendo hakuzuiliwa kumtoa mwanae pekee ambaye ndiye Yesu Kristo. Na hii ndiyo sasa inaturejesha katika kuona kwamba msingi wa mwanzo, upendo ambao tunauishi leo, toka mwanzo umekuwa ukifanywa kwa namna hiyo. Na niwashukuru wachambuzi wa awali, wameelezea kwa vizuri kabisa kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Waga wanasema kule Amerika na sehemu zingine kwamba 101, yani 101. Hii ni kodi fulani ambayo inatumika kwa ajili ya kitu utangulizi, introductory, na inaenda mbele zaidi ni kwamba vitu vya kwanza huwa vya kwanza, yani first things first. Katika Biblia yako na yangu, ikiwa ina maagano yote mawili, katika agano la kale mwanzo kabisa anakuambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo mwenyewe ni Mungu mwenyewe. Mwanzo wa upendo ni Yesu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo vitu hivi vya kwanza
vinabaki muhimili mkubwa katika kuelezea mambo mengine yote ambayo tunayaona katika Biblia. Biblia pamoja na vitabu vyake vyote, lakini msingi wake unabaki kuwa Kristo mwenyewe, unabaki kuwa Mungu mwenyewe. Na nipende kusema jambo kabla sijaondoka hapo katika kuuelewa huu upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni upendo ambao hauzuiliwi na kitu chochote. Upendo wa kuweza kujitoa. Ibrahim alikuwa tayari kufanya vile. Mungu amefanya vile kupitia mwanae Yesu Kristo. Vipi kwetu sisi leo ambao tunampenda Mungu, tunauishi huo upendo katika viwango vya kuweza kujitoa kwa ajili ya wengine? Huo ndio upendo ambao mwanzo na mwisho na ambao Mungu anatamani tuweze kuuonyesha. Hivyo katika maisha yetu ikawe changamoto na ikawe fursa sasa kwa upendo ambao tunadai tunao kwa wingi kwa wengine, uwe na kujitoa, uwe na kufanya jambo fulani bila kuangalia madhara itakuwaje. Ukisoma Falme na Wanabii watakwambia Ibrahim licha ya kwamba alikuwa na mwanae yule wa pekee, lakini alitarajia kwa imani kwamba Mungu kwa kuwa alimpa ile ahadi, huenda akamfufua Isaka, akapata tena uzao ule ambao alikuwa ameahidiwa. Na ndivyo ilivyo kwetu. Tufanye yote, tujitoe kwa kikamilifu, tukishikilia mwanzo, tukishikilia vitu vya kwanza. Na vitu hivyo ni vipi? Ni Mungu mwenyewe na neno lake. Asante. Asante sana daktari. Yaani umelielezea vizuri kabisa, nilikuwa nakusikiliza kwa umakini kabisa. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana pamoja nasi, kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Na kuwa na lesoni yako karibu ili uendelee kutufuatilia na kutupata kwa uzuri kabisa. Na daktari hapa ametoka kuelezea kuelewa upendo wa Mungu. Kaelezea vizuri kabisa kuhusiana na vile vitu vinavyotajwa mwanzo. Pastor, nikukaribisha sasa. Naona kuna utangulizi uligusia swala la mwana kondoo, swali aliloliuliza Isaka. Nikukaribishe sasa uweze kutufafanulia kwa undani kabisa ni vitu gani hasa tutakavyoenda kuviangalia katika swali hili la Isaka. Yuko wapi mwana kondoo? Karibu. Katika kipengele hiki cha swali la Isaka yuko wapi mwana kondoo? Kama nilivyoeleza awali kwamba Isaka akiwa na baba yake wanaelekea katika mlima Moria kwa ajili ya Ibrahim kwenda kumtoa kijana wake wa pekee, mtoto wa pekee, yani hana mwingine. Na kijana aliuliza kwa maana kwamba alikuwa anajua kwamba mwanakondoo hayupo, kwa sababu wakati ule Mungu aliagiza kafara zote zinazoonyesha kuwa ni kivuli cha mwokozi atakaye kuja walitolewa wanyama. Kwa hiyo haikuwahi kutolewa sadaka ya binadamu, na yeye kijana alikuwa anajua kwamba mwanakondoo atakuwepo. Unaona, kwa hiyo kijana akambana baba yake kabisa, na tuna kuni baba zipo, moto tunao, ila mwana kondoo yuko wapi? Mzee kwa kuwa alikuwa na hekima akasema Bwana atajipatia mwana kondoo. Basi mzee akaandaa mambo vizuri kabisa hapo, madhabahu ikaimarika, akamweka kijana juu ya madhabahu, na ndipo amenyanyua kisu chake hapa, akasikia sauti na isema kwamba tazama mwana kondoo katika kichaka kile. Mwana kondoo aliyekuwa amefungwa, amefunga pembe zake kwenye kichaka. Basi zoezi hilo likaahirishwa hapo. Lakini sasa, na zoezi hili sasa linapofanyika, linafanyika wakati ambapo sasa kijana ndipo anagundua kumbe mwana kondoo alikuwepo, na yeye kijana alikuwa tayari kutolewa. Kwa hiyo mtoto huyu ni kielelezo cha Yesu Kristo ambaye alijitoa kwa hiari. Unaona, kijana alikuwa tayari kufa maana alikuwa haoni mwana kondoo, lakini baadaye Mungu akatoa mwana kondoo. Lakini kondoo huyu anapochinjwa, Ibrahimu anapoonyeshwa kondoo, anaenda kumchukua akamchinja, mambo yote akakamilika. Ina maana vielelezo cha Masiha atakaye kuja na kufa juu ya msalaba ikakamilika. Lakini katika Agano Jipya
tunapata kanuni nyingine nzuri ya kuelewa kwa kina zaidi. Yohana siku ya pili yake anapozungumza kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Maana yake bado katikati ya watu waliokuwepo walikuwa hawajajua hasa ni nani aliye mkombozi. Yesu alikuwa amesikika kidogo kwamba yeye yumkini anaweza kuwa Masihi, lakini kwa sababu umati ulikuwa umekusanyika, ilibidi Mungu amtambulishe kwa kumtumia Yohana Mbatizaji, amtambulishe Masihi moja kwa moja mbele ya mkutano, ili watu waweze kumjua kuwa yeye ndiye mwana kondoo. Inawezekana kulikuwa na maswali mengi kuhusiana na hilo, lakini Yesu akatambulishwa rasmi mbele ya mkutano ya kwamba huyu ndiye mwana kondoo, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikaeleza hivyo. Ni jambo la pekee sana kujua kwamba Yesu Kristo ndiye anayechukua dhambi ya ulimwengu wote. Asante sana. Asante sana Pastor, umenielezea kwa uzuri kabisa. Nikukaribisha ndugu Mugisha, tupe nyongeza katika sehemu hii ya mwanakondoo. Karibu tupe mfanano wa mwanakondoo huyu wa swali la Isaka, lakini pia kulinganisha na mfano wa Yesu. Asante. Tukiunganisha kuhusu habari ya upendo, lakini pia na kuhitimisha kuhusu habari ya mwana kondoo aliyezungumzwa, tunaona kwamba kila wakati ulipotajwa upendo wa Mungu, kiangalia na ulipotajwa kwa mara ya kwanza, alipokuwa ikitajwa katika vitabu vya Injili, ilikuwa ikilenga kwenye kutoa. Kila tunapoangalia upendo wa Mungu, tunajifunza kwamba upendo wa kweli huwa unatoa. Tena sio tu unatoa, ila unatoa kile kilicho cha thamani kuliko vyote. Unaona kwamba Mungu yeye kwa sababu alipenda, akatoa kilicho cha thamani kuliko vyote. Ndiyo sababu mchambuzi Dr. Maduhu alielezea kwamba upendo wa Mungu ni upendo ambao haupimiki, upendo ambao hata ukiuchunguza bado kina chake ni kipana, kwa sababu wanadamu kama ilivyoeleza katika lesoni kwamba sisi tumejijenga katika fikra za kibinafsi, kwamba unatamani ufanye kwa ajili ya kupata manufaa binafsi. Kwa hiyo utaka kutoa kitu, unaangalia je, kitarudije kwangu? Lakini upendo wa Mungu unafundisha kutoa kile kilicho cha thamani kuliko vyote. Sasa tukiingia pia katika habari ya mwana kondoo, tunaona ya kwamba wakati Mungu anamwambia Ibrahimu akatoe, ukisoma lile fungu la pili linasisitiza sana. Ninatamani niweke msisitizo hapo kidogo. Natamani tuisome hiyo, tuone kwa undani kile ambacho kinazungumzwa kuhusu mwana kondoo na umuhimu wake. Sasa fungu la pili katika Mwanzo 2 inasema kwamba akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, mwanao wa pekee, umpendaye, Isaka. Maana yake anaweka msisitizo, anagusa katika kiini. Kwanza ni mwanae wa pekee, 2 ampendaye, 3 Isaka. Maana hata kipindi amempata katika kwa hiyo sasa naona kwamba alikuwa anaonesha kielelezo cha upendo, kwamba alimtaka kutoa kile ambacho kilikuwa ni cha muhimu kuliko vyote, maana ni mwanae wa pekee wa kiume. Ndivyo tunavyoanisha na kuona kwamba Mwenyezi Mungu yeye alimtoa mwanae wa pekee, Yesu Kristo, kwa ajili ya kafara. Lakini tukirudi katika swala la kondoo, maana Isaac anamuuliza kwamba kondoo yuko wapi, kama alivyoeleza mchungaji. Tumeona ya kwamba kanuni ilikuwa ni kwamba kutoa kafara anatolewa mwana kondoo. Ndio, lakini tunaona ya kwamba lile swala la Isaka lilikuwa linalenga kujua ni nani anatolewa kafara, lakini Ibrahim yeye mwenyewe alikuwa anamtoa yule anayempenda nashindwa kusema kwa maneno mepesi, lakini ni kwamba alikuwa anatoa ile sadaka iliyo kuu kuliko zote. Lakini uanisho kama alivyozungumzia mchungaji ya kwamba
huyu kondoo ambaye alikuwa akiuliziwa ni ile kafara ya thamani ambayo aliitoa Mungu. Anaona kwamba Mungu ndiye aliyetoa ile kondoo kwa ajili ya kafara. Vivyo hivyo tunarudi katika habari ya Yohana, anapomuona Yesu anasema yule ni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu hauwezi ukaokolewa kutoka dhambini isipokuwa yeye. Lakini tunajifunza jambo la msingi ya kwamba Mungu alitoa kilichokuwa cha thamani kuliko vyote kwa ajili yetu. Asante. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kufikia hatua hiyo tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. You are watching to BW Media. Stay informed. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Tumerejea tena kuendelea na mjadala wetu huu wa kujifunza Biblia. Na ikiwa kwanza ndo unatazama kipindi hiki, mpenzi mtazamaji, nikukaribishe sana. Kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Na ikiwa una maoni, ushauri kuhusu kipindi hiki, usisite kututumia maoni yako kwa namba zinazopita chini ya skrini yako hapo, nasi tutayafanyia kazi kwa ajili ya kuboresha kipindi hiki kizuri kabisa, ili uweze kupata matangazo haya kwa uzuri kabisa na uendelee kubarikiwa. Nikukumbushe tu tulipoishia, mtazamaji wangu, kwamba swali la Isaka, yuko wapi mwana kondoo? Na ndugu Mgisha ameelezea vizuri kabisa. Lakini tunaendelea mbele na lesoni yetu hii. Hapa tunaangalia msingi wa mwanzo, ndio somo letu kuu. Na tuko robo ya pili. Sasa tunaendelea na Dr. Martin. Tunaona katika maisha yetu tuliozoea kuishi haya kwamba mtu anasema tu kifo ni sehemu ya maisha. Na tumezoea tu kusema hivyo. Karibu tufafanulie vizuri, lakini mimi niliposoma maandiko kidogo ikasema hapana, kifo ni kinyume cha uhai. Sasa kwa nini mtu anasema kifo ni sehemu ya maisha? Karibu utupe mwanga kidogo kuhusiana na swala hili la kushughulika na kifo. Karibu. Asante sana. Kushughulika na kifo kiuhalisia, kifo sio jambo la kawaida na wala sio sehemu ya maisha tu ya kawaida ya mwanadamu. Kifo kina nafasi kubwa sana na Biblia imeeleza kwa undani. Tutakwenda kuangalia mitazamo isiyo sahihi juu ya kifo na Biblia inasema nini juu ya kifo. Kumbuka tunaangalia misingi ya mwanzo. Kifo cha kwanza katika Biblia kinatajwa katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo pale wakati Mungu amemwambia kwamba hakika utakufa ikiwa utakula matunda ya ule mti. Sasa kifo pale kinatajwa na mtu wa kwanza anakuja kuonekana kuwa Abel, na katika Warumi anakuja anaelezea vizuri kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Huyu aliyeshughulika na kifo kwa namna ya pekee ni Yesu mwenyewe. Sasa nikukaribishe kwa utulivu kabisa, maana tutakwenda kuangalia mada ambayo kimsingi huwa inawasumbua watu wengi sana. Kwanza nianze kwa kusema kwamba kifo kutokana na Biblia, kutokana na kweli, kutokana na Mungu mwenyewe anavyosema, kwanza ni ujira wa dhambi, yani ni mshahara wa mauti. Tunakufa kutokana na kwamba tuliasi sheria ya Mungu. Alafu pili, kifo kinafananishwa kama usingizi kwa wale ambao wapo katika tumaini la Bwana Yesu Kristo. Tumeona kwa uzuri mwanakondoo, na tusichukulie kirahisi Yesu kama mwanakondoo, maana aichukuae dhambi ya ulimwengu, dhambi ambayo mimi na wewe tungekufa, na ndiyo maana mauti baadaye inafananishwa kama usingizi. Kwa hiyo kwa wenye imani katika Kristo Yesu, kifo kwao ni usingizi, lakini kwa dhambi, kwa mwenye dhambi ambaye ataanguka na atabakia maovuni, kifo itakuwa ni mshahara kwake yeye. Sasa hiyo ni muktadha wa kwanza. Muktadha wa pili ni kwamba kifo waga kinafikisha ukomo wa maisha ya mwanadamu katika ulimwengu wa leo, na kina nafasi kubwa katika kuamua hatima ya kwamba mwisho wa mtu huyo itakuwa upi. Na hapa ndio inakuja tofauti sasa ya walio katika Kristo na watu wengine. Walio katika Kristo, wa Kristo wote kwa pamoja huamini kwamba kuna maisha baada ya kifo,
kuna maisha ya umilele, lakini watu wasio ndani ya Kristo hiyo dhana haipo kwao, na ikiwa haipo kwao ndio maana kifo kinachukuliwa kama nafasi tu ya kawaida ya maisha. Sasa nipende kusema jambo kwamba ikiwa kifo ni mshahara wa dhambi, na ikiwa baada ya kifo kuna maisha ya umilele, Kristo katika kushughulika na kifo alielezea kwa uzuri kabisa, na kitabu cha Wakorinto, mtazamaji atasoma sura ya 1 na lile fungu sura ya 15, Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 15 mpaka 19, atasoma pale kwa undani, atafahamu. Na katika Wakorinto wa kwanza hiyo 15:51 mpaka 54 ameelezea kwa undani kabisa nini maana halisi ya huku kufa. Ila kwa kifupi, ninapokuwa nikitamatisha, naomba sasa mtazamaji asikilize kwa umakini. Anasema katika lile fungu la 17, fungu la 17 anasema, na kama hapo itakuwa mbali, tuanzie juu kidogo katika ile fungu la 15. Naam, sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Sasa baada ya kifo, katika nadharia ambazo tumezichukulia ulimwenguni, ilipo tumaini la kufufuliwa tena kutoka katika mauti, na ndilo tumaini pekee ambalo waliokufa katika Kristo Yesu watalipata. Ila ambao watakufa nje ya Kristo, uzima ule hautoweza kuwafikia. Sasa nimalizie kwa kusema kwamba Yesu alikuwa mshindi wa mauti, alikuwa mshindi wa kifo, kwa sababu katika namna moja ya mtu mmoja dhambi iliweza kuingia ulimwenguni. Hivyo kwa mauti ya mtu mmoja ambaye ni Yesu mwenyewe aliyekuwa mwanadamu 100% na Mungu 100%, iliweza kuondoshwa. Hivyo ndiyo ujasiri tulio nao katika Kristo, kwamba licha ya kwamba maisha ya mwanadamu yana ukomo, yatafikia mwisho, ila kuna nafasi ya maisha ya umilele ambayo yanapatikana pekee katika mwanakondoo wa ulimwengu ambaye ameichukua dhambi yote. Hivyo basi ni kwako wewe tunayeishi maisha haya, na kwangu, sote kwa ujumla, tutambue kwamba kifo hakizoeleki. Ni jambo ambalo lipo, lakini ila linapofika wahusika wenyewe, waga ndugu wanaobaki, ni uzoefu mgumu sana kukubaliana nao, lakini ndivyo ilivyo. Mwisho wa siku lazima sote tutakufa. Sasa ikiwa unaishi, una nafasi ya kumtazama mwanakondoo huyu ambaye kupitia yeye kuna nafasi nyingine ya maisha. Asante. Asante sana daktari. Naona umeelezea kiudaktari kabisa hapo dhana ya maisha na kifo. Hatuwezi kuzoea kifo, ni uzoefu mgumu kabisa. Unapokufika ndipo utakapojua hili swala linamaanisha nini hasa. Pastor, karibu uweke mkazo katika sehemu hii ya habari ya kifo, kushughulika na kifo, maana kuna watu wengi sana hii dhana ya kifo wanaichukulia kana kwamba mtu akifa kuna mahali anaenda, mtu akifa kuna kitu fulani kinatokea. Karibu tuweke sawa kuhusiana na dhana hii. Mungu anashughulikaje na kifo? Karibu. Kama tunavyofahamu kwamba kifo ni matokeo ya dhambi. Na dhambi baada ya wazazi wetu kuasi, tukapatwa na mauti. Kwa hiyo kifo hakikuwa katika mpango wa Mungu aliyoweka kwa viumbe vyake. Na kwa hiyo baada ya kifo kuingia, kwa sababu ya udanganyifu wa yule nyoka, kifo, shetani wakati ule alisema hivi, hamtakufa hakika. Tayari hapo ikajengeka dhana kwa ulimwengu wote kwamba mtu anapokufa roho haifi, umwendea yeye, huenda kwa Mungu. Kwa hiyo ndio maana utasikia kwenye vyombo vya habari, Mungu aiweke
mahali pema peponi roho za marehemu. marehemu, kana kwamba Mungu ana maghala ya kuhifadhia roho. Ndio. Lakini maandiko yanasema walio hai wanajua kuwa watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Aha. Kwa hiyo kumbe mtu anapokuwa amekufa hajui chochote. Na ndivyo Biblia inavyofundisha, na haendi popote. Maana Biblia inasema Mwanzo 3 ile kuanzia 18-19 wanaambiwa utarudi mavumbini, maana ulitwaliwa katika mavumbi, ulitwaliwa. Kwa hiyo mwili unarudi kwenye mavumbi, lakini roho ni hewa, pumzi ambayo inasambaratika. Na kwa hiyo ukisoma ile Yohana 5 mstari ule wa 28, Yesu anasema waliolala wenye haki na wasio haki watasikia sauti yake, nao watatoka, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na waliofanya mabaya kwa ufufuo wa mauti. Kwa siku moja waliolala makaburini watasikia sauti yake na watatoka. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anashughulika juu ya kifo, anashughulika na swala hili katika mambo makubwa matatu. Ya kwanza, Mungu anataka aturejeshe katika uumbaji wake wa kwanza, kwamba hatukupaswa kufa, na ndio mpango wake. Hilo ni swala la kwanza. La pili, Mungu anashughulika katika wakati huu kutoa elimu wanadamu wajue kwamba kwa Mungu kifo sio kitu. Lakini pia wanaokufa hawaendi popote, wanabaki makaburini na wanaoza, wanasubiri sauti ya mwana kondoo wa Mungu atakayewafufua. Lakini jambo la tatu ni kwamba Mungu anachoshughulika nacho kwetu sisi, hatupaswi kuogopa kifo, kwa sababu kifo ni usingizi. Na watu wanaogopa kifo kwa sababu hawana matumaini ya uzima wa milele, kwamba kifo ameenda jumla. Lakini sisi ambao tuna matumaini ya uzima hatuwezi kuogopa. Mfano mzuri ni Yesu Kristo. Wakati Yohana anataka kufa, amefungiwa na alikatwa kichwa akiwa gerezani, hakuogopa kifo. Lakini pia Yesu mwenyewe msalabani hakuogopa kifo. Tuna vielelezo wa watu wengine, kama mfano kama aliyekuwa shemasi Stefano alipopigwa mawe, akapiga magoti, akanyosha mikono yake, akatazama juu, akaona mbingu zimefunguka, akasema Bwana usiwahesabie dhambi, kisha akalala. Alikuwa ni mtu mwenye matumaini makubwa. Kwa hiyo Mungu anashughulika na kifo kwa maana ya kusaidia wewe na mimi tusiingie kwenye kifo cha milele. Kuna kifo cha sasa hakina shida. Baya ni kwamba wewe na mimi tusipomwamini Mungu na kuweka maisha yetu rehani kwake, maana yake atakaporudi mara ya pili kuna kifo kinaitwa mauti ya pili. Kwa hiyo sasa hivi shughuli kubwa sasa inayochukua yote hayo niliyoyasema kama operation ya Mungu, kazi kubwa ya kushughulikia kifo, kwamba Mungu anashughulika kutuokoa na mauti ya pili. Mauti ya pili ni ipi? Tutakufa sasa hivi, siku anapokuja tutafufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini kama tutakufa sasa hivi halafu hatukufanya mema kwa ajili ya uzima wa milele, maana yake tutafufuliwa, tutamuona siku ile ya hukumu. Tutahukumiwa, kisha tutachomwa moto. Mauti ya ngapi? Ya pili. Sasa hiyo ndio ya kuogopa. Usiogope kifo cha sasa hivi. Kristo alishamaliza yote msalabani. Takapolala siku moja atatuamsha. Asante sana. Asante sana Pastor, umeelezea vizuri kabisa. Ndugu Mgisha, kama unanyongeza katika sehemu hiyo, labda ukisemea kifo cha Abili pamoja na ukusanisha na kifo cha Yesu, karibu. Lakini zungumzia pia habari ya nyoka. Tunaona mwanzo ilivyotajwa habari ya nyoka, ndivyo ilivyokuwa inatupa utambulisho wa vile ambavyo tunaweza kuviona katika historia nzima ya Biblia. Karibu tuambie katika habari ya nyoka, ni vitu gani hasa tunaweza kujifunza katika sehemu hii? Karibu. Asante. Na kama walivyokwisha kunena watangulizi wangu katika habari ya kifo, kama ambavyo katika kifo cha kwanza kilichotokea ni yule mwenye haki ndiye aliuawa na wale wasio haki,
ndivyo ilivyokuwa katika kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, kwa sababu yeye alikuwa mwenye haki akauawa na wale wasio haki. Na jambo la pili ni kwamba, na la kushangaza ni kwamba, badala wale wangejifunza kwa huyu mwenye haki, wao walimuepuka kwa kumuua. Kaini alipaswa kujifunza kwa Abili, maana Mungu alimuuliza, kwani ukitenda mema hautakubaliwa? Lakini kwa sababu ya chuki binafsi akamuua. Ni kama wanadamu, wale viongozi ambao walipaswa kunyenyekesha kufuata mfano wa Yesu, wao ndio wakaona wanazibiwa maslahi ya kibinafsi, na mwisho wa siku akauawa. Na sasa tuone habari ya nyoka. Lakini katika Biblia ya Kiingereza inapenda kutumia, haitumii snake, inatumia serpent. Yani inamaanisha kwamba ni kiumbe ambaye muundo wake kama tunavyosema ni nyoka, lakini huyu anayenenwa hapa ni amenenwa pia katika kitabu cha Ufunuo, na hapa katikati kuna kitabu amezungumziwa. Lakini tunatumia kanuni ambayo tumesoma mwanzoni, kanuni ya kutajwa mara ya kwanza. Sasa tuchunguze kwanza neno nyoka lilivyotajwa katika Mwanzo lilimaanisha nini. Tunajifunza kwamba katika kitabu cha Mwanzo 3 kuanzia fungu la kwanza mpaka fungu la 3 tunaona ya kwamba tunakutana na habari ya nyoka, kwamba nyoka alikuwa ni kiumbe ambaye alikuwa na akili sana. Na huyu kiumbe katika siku ile ambapo Eva alikula tunda, leo nabii natueleza ya kwamba Eva katika shughuli za kutunza bustani alijikuta yani bila kutarajia amejitenga na mume wake, na ghafla alikuwa katika ule mti wa ujuzi mema na mabaya. Lakini akiwa pale, kilichokuja kumshangaza cha kwanza ni kusikia sauti ya kiumbe kutoka kwenye mti. Na leo nabii natueleza vizuri ya kwamba Eva alikuwa anafahamu ya kwamba viumbe wote wamepewa uwezo tofauti, lakini hakuna aliyekuwa na uwezo wa kuzungumza, kuongea maneno vile. Kwa sasa ikavuta usikivu wake. Lakini pia tunaona ya kwamba huyu kiumbe yeye alikuwa na agenda ya kumdanganya Hawa na hatimaye kumwangusha dhambini. Na Hawa tunaelezwa na nabii kwamba yeye alipotazama, yani akili yake haikulenga moja kwa moja kwamba huyu anaweza akawa ni shetani ananidanganya. Hapana, lakini iliibua udadisi ambao hata haukuonesha kabisa kama kuna habari ya shida yoyote kabisa. Ndio sababu unaona kwamba yule nyoka anauliza maswali, anafungua mada, na Eva naye anajibu kawaida kwenye mazungumzo yote tu. Ili ukiweza kumfaulu mtu akakujibu ulichomuuliza, maana yake umefungua mlango wa kumpa kile ambacho ulikuwa nacho. Kwa hiyo sasa ile ikapeleka, unaona kwamba hatimaye Eva naye akashawishika kuamini. Maana tunaona ya kwamba yule nyoka akachuma tunda, akampa, akashika. Akasema Mungu aliwazuia msishike, sasa mbona umeshika na hamna chochote? Akala. Alivyokula akaona mbona hamna kitu tokea. Sasa ile ikamfanya, ndio tunaona kwamba kwenye swala la ibada kwamba ni nani unayemwamini, ikamfanya sasa Eva akaanza kutilia mashaka. Maana tunaona kwamba mbinu ya Ibilisi anatumia vitu ambavyo tukivitizama hatuvioni kama vinaweza kweli vikawa na nia mbaya, lakini ndani yake ameficha uchafu mkubwa mno ambao kama tungefunuliwa awali tusingekubali. Tutakuja kuona tunapohitimisha hapo kidogo, lakini tunagundua ya kwamba Eva baada ya kuwa amekula, naye akachukua akampelekea na mumewe, akala, na hatimaye akawa ameanguka, na ikawa ni furaha kwa huyu nyoka. Kwa hiyo tunaona kwamba nyoka msingi wake tangu kutajwa mara ya kwanza, yeye ni mdanganyifu ambaye lengo lake ni kuwaangusha watu dhambini, kuwapotosha, kuwapeleka kinyume na Mungu. Na sasa tunapokwenda Ufunuo, tunapokuta katika Ufunuo 12 ametajwa, anatajwa akiwa na sifa ile ile. Katika ile Mwanzo 12:9 nitapenda tusome hilo fungu kidogo, ndio linatia msisitizo wa hicho tunachokizungumza hapa. Twende katika kitabu cha Mwanzo cha Ufunuo 12 fungu la 9. Unasema kwamba yule joka akatupwa chini, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Zingatia, audanganyaye ulimwengu. Ajenda ya Ibilisi tangu mwanzo, yeye ni mdanganyifu anayedanganya ulimwengu, na yeye anafanya vita baina ya Mungu na
yani wanafanya yeye baina yake na Mungu, kwamba Mungu akisema fanya hiki, yeye anakipotosha, anakisema kifanyike hivi, wakati Mungu ajenda yake ni kutuokoa kutoka kwenye kifo kama walivyoeleza, yeye ajenda yake ni kutuangusha kwenye kifo. Kwa hiyo sasa, kutokana na habari ya nyoka, katika mfano wa nyoka, kila tunapomwona nyoka tunamwona ni katika picha yake yeye, ni lengo kutupotosha. Kwa hiyo yeyote ambaye amepata kusikia somo hili, inapaswa aanze kupiga hesabu na kuangalia katika maisha yake ni katika maeneo gani amefuata njia za nyoka, apate kugeuka. Maana hata ikiwa zinaonekana ni nzuri kwa wakati huo, mwisho wake ni mbaya. Maana hata Eva wakati anaanza kushawishiwa mwanzoni, hakudhani kama inaweza ikaangukia kwenye kifo, lakini matokeo yake alijutia. Kwa hiyo jisalimishe kwa mapenzi ya Mungu mapema, kwa sababu kuendelea kufuata msingi wa nyoka ambaye ni mdanganyifu, ambaye anaweza kadanganya akasema mtu afi, kama tulivyoona hapo, anaweza akasema bana maswala ambayo yanazungumzwa mara nyingi hayatokei. Yeye lengo lake ni kukupotosha. Katika pambano kuu, simama upande wa Mungu, kwa sababu ni upande wa ushindi. Asante. Nipende kukushukuru sana ndugu Mgisha kwa kuelezea habari hii vizuri kabisa. Umegusia na swala la ibada hapo, na ambalo ndilo msingi kabisa wa pambano tunaloendelea nalo katika ulimwengu wetu huu. Daktari, tunaelekea miisho sasa ya lesoni yetu hii ya somo la pili. Naam. Tukiwa ndo kwanza ya moto. Robo ya pili imezidi kupamba moto kabisa. Tunazungumzia msingi wa mwanzo. Sasa tuambie ni kwa namna gani sasa tunaweza kutoka na masomo haya kwa ujumla, ukiyaunganisha yote tulivyoanza tangu mwanzo pale. Tumeangalia habari ya mwanakondoo, kushughulika na kifo, tumekuja habari ya nyoka, masuala ya ibada. Jumuisha vitu vyote hivi ili mtu aweze kutoka na wazo moja. Kama ndio kwanza kuna mtu amefungua sasa hivi, atoke na kitu gani kwa ujumla? Karibu. Naam, asante sana. Wazo ambalo ningependa tutoke nalo katika mianzo ya lesoni hii na tukiwa somo la pili, ndio linatoka katika kile kitabu cha Yohana. Tutakwenda kuiona hapo baadaye, ila kabla hujafika hapo, kwa ufupi kidogo kama mtaniruhusu, katika picha pale mwanzo wa lile somo, kuna nyoka yupo juu ya mti. Ni washukuru wachambuzi walioelezea kwa uzuri zaidi juu ya nyoka. Kwa ufupi kabisa ni kwamba huyu nyoka katika kitabu cha Mwanzo, mara baada ya kutajwa kama mdanganyifu, alianza na watu wawili, Adamu, alianza na Hawa, kisha Hawa Adamu. Sasa hivi tunazungumzia dunia yenye watu bilioni 7, lakini udanganyifu wake huo ambao aliutumia kipindi cha nyuma, werevu wa kuchepusha, wa kukengeusha kutoka kwenye kile Bwana alichosema, ndicho anachoendelea kukitumia hivi leo. Yuko vizuri sana. Lakini vile vile katika Hesabu pia, wakati wana wa Israeli, nyoka pia anatajwa kwamba ainuliwe juu, na hii story tunakuja kuiona vizuri zaidi katika Yohana 3 fungu la 14, ambalo anasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Taasisi fulani za afya waga zinatumia nyoka kama alama ya uponyaji, ya uzima, kutokana na tukio ambalo lilifanyika katika historia ya Hesabu. Utaenda kusoma katika hiyo sura ya Hesabu 21 fungu la 8 hapo na kuendelea, utaipata kwa uzuri zaidi. Nyoka kwanza mdanganyifu, pili ukiachilia mbali baada na kutumiwa na yule ibilisi, anabaki kama ishara pekee ya uponyaji. Wana wa Israeli walivyomtazama yule nyoka waliweza kupona. Lakini tatu, nyoka huyu ni joka katika Ufunuo, anatajwa kama ana nguvu sana za kupiga vita watu wa Mungu na neno la Mungu. Haya, tuje sasa matumizi maishani. Ni kitu gani ambacho mtazamaji aweze kutoka nacho katika somo hili? Nilisema kitabu cha Yohana kwa haraka, Waebrania 13 fungu la 8, ambalo linasema Yesu Kristo ni yule jana,
na leo na hata milele. Ukiangalia toka msingi wa mwanzo somo hili tulivyoanza kulijadili, utagundua kwamba katika kila kipengele Yesu yupo ndani yake. Kila kipengele, ukianzia upendo wa Mungu, mwana, kondoo na nini, kushughulika na kifo, Yesu yupo ndani yake. Msingi wa mwanzo anabaki kuwa Kristo mwenyewe, anabaki kuwa Mungu mwenyewe. Kuna tamathali nyingi sana, kuna lugha za picha nyingi sana, na nikupe leo sasa namna nzuri ambavyo utakuwa ukisoma Biblia ili uweze kuelewa. Jifunze kusoma katikati ya mistari. Usisome tu kama hadithi, usisome tu kama nini, bali jifunze kumtafuta Yesu katika kila andiko unalolisoma. Huyu Yesu Kristo ambaye Waebrania 13 fungu la 8 analosema ni yule yule jana, ni yule yule leo, ni yule yule hata milele. Jifunze kumtafuta Yesu katika kila andiko ambalo utakuwa unalisoma, kwani ndiye mwanzo na ndiye sasa na ndiye mwisho. Asante. Asante sana daktari. Karibu Pastor. Una jambo gani la kutuambia? Jambo ambalo napenda niseme katika mada ya leo ni kwamba ulimwengu tunaoishi una misingi mingi sana ya imani. Kando na msingi ambao umewekwa. Na kwa sababu hiyo msingi uliowekwa ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tukiendelea kumtazama Yesu Kristo katika maisha yetu, tutaweza kuelewa mpango wa Mungu wa ukombozi kwa ajili yetu. Na kwa hiyo mambo yanayoonekana kuwa ni mafumbo magumu kwetu, misemo, tamathali au taswira, itakuwa rahisi kwetu kwa sababu yeye ndiye aliyetuletea neno, ndiye anayetupatia tafasiri. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa, na yeye ndiye atakaye tuongoza kuelewa pia mada mbalimbali zitakazo kwa zikiendelea katika masomo haya ya miongozo ya kujifunza Biblia. Kwa hiyo nikukaribisha na kutia moyo, endelea kufuatilia vipindi hivi na Bwana ataendelea kukubariki sana. Amen. Asante sana. Asante sana Pastor. Karibu ndugu Mgisha. Asante. Tunapohitimisha kipindi hiki, natamani sana ndugu mtazamaji aweze kuelewa kwamba kanuni ya kujifunza unabii wa Biblia ni kwamba elewa kile ambacho Mungu alikuwa anakizungumza, sio kile ambacho wewe unaweza kitafsiri. Kuona kwamba Biblia unaweza ukachukua mafungu ukayatumia wewe, yaani ukataka yasema unachokisema wewe, lakini unakuwa unapotosha. Kwa hiyo kama tulivyoona katika somo la leo, tumegundua ya kwamba tukimsikiliza Mungu atatupatia majibu sahihi zaidi. Kwa hiyo ikiwa una point yote katika unabii ambayo hauielewi, ni kualike uzidi kuwa pamoja nasi katika vipindi, kwa maana tunapozidi kwenda tutazidi kugusia pointi moja baada ya nyingine, na baada ya hapo utakuwa na uelewa wa kutosha. Hautadanganywa na mtu yeyote akija anakuambia muona ule moto wa Los Angeles ndio ule amesema Danieli, au utakuwa unasema Yesu kaja wapi? Kwa hiyo ni kualike sana upate vile. Lakini jambo la pili ni kwamba ni kusihi sana uweze kuwa ni mtu unayesoma maandiko, maana tumejifunza kwamba kweli za msingi zimefichwa katika Biblia. Ukiwa ni msomaji wa Biblia utapata kweli ambazo zitaweza kukufanya usimame imara, hautayumbishwa na chochote. Kwa hiyo ukitaka kuwa na msingi imara katika maisha yako, soma maandiko matakatifu, lakini pia soma mwongozo wa kujifunza Biblia kwa uelewa zaidi. Asante sana. Asomaye na afahamu. Anayechunguza ndiye anayepata mambo mengi kabisa. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kufikia hapo mimi niseme tu sina la ziada. Nikukaribishe tena kipindi kinachofuata. Nitakuwa na wachambuzi wangu tukiendelea kujadili kwa undani kabisa kuhusiana na lesoni yetu hii. Ndio kwanza tumeanza lesoni, tunaona ni ya moto kabisa. Ndio kwanza tuko somo la pili. Endelea kwa pamoja nasi, tuna masomo mengi yamebakia mbeleni. Jumuika nasi, uendelee kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho kila wiki.
tunakuwa tunaruka live hapo, na wewe utakuwa unatupata kwa uzuri kabisa. Ikiwa una maswali, una ushauri kuhusiana na kipindi hiki, tutumie maoni yako nasi tutayafanyia kazi kwa ajili ya ufanisi wa kipindi hiki. Lakini pia usisahau kusubscribe, kushare na kulike kwa wengine pia, ili waweze kupata masomo haya yanapokuwa yanarushwa moja kwa moja. Na tunapoenda kufunga kipindi chetu sasa, ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Esau, na nimkaribishe ndugu Mgisha aweze kutufungia kwa ombi tunapomaliza kipindi chetu hiki. Karibu. Basi tufumbe macho tuweze kuomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa umetupa nafasi ya kuwepo leo, na kwa hakika tumeweza kusoma kweli za msingi. Leo tumegundua ya kwamba wewe Kristo ndiye unayetufunulia kweli. Ikiwa tuna kiu ya kweli ya kujua ukweli wa ulimwengu huu, basi tusimtazame yoyote ila tukutazame wewe. Lakini pia umefunua kweli hizi kwa maandiko matakatifu. Kwa hiyo kila ambaye atasoma kwa makini atagundua ukweli ambao umehifadhi humo. Lakini pia Mwenyezi Mungu wabariki wote ambao wameshiriki kuandaa kipindi hiki. Bariki media hii ya Hope Channel ya BW. Lakini pia Mwenyezi Mungu bariki sana watazamaji wote ambao wanatazama video hii, wasome kapate kubarikiwa. Lakini pia Mwenyezi Mungu tukutanisha tena kwa kipindi kingine kwa jina la Yesu. Amina. Amina.